Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Yesu kutoka Mpenda Yesu. Namba zangu za simu ni 0652936638, 0652936638. Napenda kurejea tena mbele yenu. Kwa mwanzo tulileta kipindi cha kwanza cha swala la imani. Bado somo la imani linaendelea, kwa sababu somo la imani ni refu sana, si dogo kama mtu anapofikiria. Lakini kwa wakati huu kuna jambo lingine nahitaji tujifunze tena, maana neema ya Bwana wetu Yesu Kristo bado iko pamoja na sisi. Kama Injili ilivyotuambia kwamba sitaionea haya Injili, basi na mimi kuanzia wakati huu na saa hii niko mbele yenu, sitaionea haya Injili na nitaendelea kuzungumza kwa ujasiri na kumtangaza Yesu na kumuinua Yesu aliye juu, ambaye alishinda mauti na alishinda msalaba. Ijapokuwa shetani alikuwa ni mpumbavu, kwa sababu angejua umuhimu wa msalaba basi asingeruhusu Yesu afe, lakini aliruhusu Yesu afe kwa sababu hakuelewa nini maana ya msalaba. Msalaba ulikuwa ni mgumu, lakini ulikuwa ni mkombozi wa maisha ya wanadamu wote. Kila mwanadamu mwenye mwili msalaba ulimhusu, kuanzia mimi na wewe, ule msalaba ulituhusu. Sasa katika maneno haya matakatifu ya Mungu, kitabu hichi Biblia kina mambo mengi ambayo yamezungumzwa, na sisi tutaendelea kuchambua moja baada ya nyingine kwa kadri Mungu atakavyotusaidia, kwa sababu tukisema tumalize yote ni uongo. Watu wengi wamejaribu kwenda nayo, lakini hawakumaliza na wameondoka duniani. Kwa hiyo hata sisi tutafanya kwa sehemu yetu. Muda na wakati utakapofika, basi tutatangulia kwenda kupumzika. Kama neema itatukuta mpaka Yesu Kristo anaporudi, basi pia tutamshukuru Mungu, maana yote ni jambo jema na yote pia ni mambo ya kumshukuru Mungu. Sasa ndugu zangu wapendwa, kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa, lakini katika kuzungumzwa kwake watu wengine hawazungumzi kwa ule usahihi ambao unatakiwa, bali wanazungumza kwa kuyatengeneza katika mazingira ambayo hayana usahihi. Sasa je, Biblia inatuambiaje? Maana ukieleza kinyume na Biblia hii takatifu, wewe tutakuona ni Mungu. Hivyo lazima turudi katika maneno matakatifu ili tuone, je, yanayosemwa ni kweli? Na Yesu atusaidie. Sasa kuna mambo kadha wa kadha tutakwenda kuyazungumza, na siku zinavyosogea tutaendelea hata kuchambua baadhi ya waandishi wa hivi vitabu, kwamba hivi vitabu waliviandika mwaka gani, waliandika karne gani, na kusudi la kuandika lilikuwa ni nini. Tutajaribu kudadavua kuona, alafu tuendelee kujifunza zaidi, lakini yote ni kufungua tu fahamu zetu kwa yale ambayo yako ndani ya kitabu hichi. Hapa kuna mambo mawili ambayo yanatatiza, Agano la Kale na Agano Jipya. Nitazungumzia kuhusiana na swala la nguruwe, maana katika imani kuna wanaosema inaliwa, imani nyingine inasema haliwi, ni haramu. Lakini je, ni kweli haliwi? Leo tutazungumza katika upande wa Biblia tu, ila wakati mwingine Mungu akitupa neema tutaangalia na upande wa pili katika vitabu vya wenzetu, maana Biblia imesema mnapotazama mambo yenu mtazame na mambo ya wenzenu. Kwa hiyo tunaendelea kuyatazama ya wenzetu na vile vile tunatazama ya kwetu, ili mambo mengine yaweze kusonga. Tutakwenda kuanza kuangalia katika kitabu cha kwanza cha Luka. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya kwanza
katika aya ya kwanza mpaka aya ya 4 kuna maelezo Luka ameyasema, na maelezo haya ameyasema kwa sababu ya mambo tofauti ambayo yamekuwa yakijitokeza na yanaendelea kujitokeza. Nitatolea mfano mmoja, lakini acha nisome ili nitoe huo mfano. Nitasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono na kutunga taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyohadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo haya yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa utaratibu, Theofilo. Tunamwona huyu bwana Luka alikuwa ni daktari katika zama zile za Yesu Kristo, lakini huyu bwana akaja kuwa ni sehemu ya wanafunzi wa Yesu, na akawa ni mtu ambaye ameandika vitabu viwili, kimoja kikiwa kina uthibitisho wa 100% ambacho ni kitabu hichi cha Luka alichokiandika. Cha pili ni kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho wanazuoni wengi wanakizungumzia kwamba mwandishi inasemekana atakuwa ni Luka, ila haina uthibitisho wa 100%, ila tunaona baadhi ya mambo yaliyoongeleka mle, na haya yaliyoongeleka katika Luka mtakatifu tunasadiki kwamba inawezekana Luka ndiye ameandika, mtume Luka ndiye ameandika. Sasa anasema kwa sababu ya mambo mengi ambayo ameona kwamba yamekuwa na shida kidogo, mojawapo likiwa katika ile Yeremia 8:8. Lile andiko huwa linatatiza sana hasa ndugu zetu wa Kiislamu. Sasa linapowatatiza, huyu mtume Paulo anasema nimejitafutia kwa usahihi, nimejitafutia kwa usahihi mambo yale ambayo yalikuwa yakileta shida. Ngoja tuangalie Yeremia 8:8 tuone kwamba inazungumza nini. Yeremia 8:8 anasema, mwasemaje sisi tuna akili, na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi? Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Sasa wakati mwingine watu wanashindwa kuyaelewa maandiko, watu wanashindwa kuyachambua maandiko, wanakurupuka. Yeremia hapa kuna mambo alikuwa yakieleza kwa nyakati zile, kuna mambo yalikuwa yakiendelea, lakini mtu anatafsiri kwamba Biblia ni ya uongo, wakati hapa ni watu walikuwa wanaelekezwa kutokana na nyakati zile, zama zao zilikuwa zina shida. Ndipo tunapokuja kwa mtume Luka anaposema watu wengi wametia mikono kwa kutunga taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yenu, na kama mlivyohadithia waliokuwa mashahidi wale, mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno lililotokea mwanzo, nimeona vema mimi nami kuwatafutia kwa. Huyu alikuwa ni profesa na PhD na madigrii yake. Kwa hiyo kama alikuwa ni msomi huyu profesa, tunamwita Dr. Luka, alitutafutia kwa usahihi haya mambo. Kwa hiyo mengi unayoyaona yako humu yameandikwa kwa usahihi, hatua kwa hatua. Sasa tunataka tuone, tukiangalia katika kitabu cha Musa, kitabu cha Kutoka wa mambo ya Walawi 11, anasema 11:7 anasema tusile nguruwe. 11 mambo ya Walawi anasema tusile nguruwe. 11:7 anasema, na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Sawa, yeye ni najisi kwetu. Hawa zilikuwa ni zama za kina Musa, kabla hajawavusha kuwaleta Kaanani. Hata alipowaleta Kaanani bado walikuwa wakiishi katika zama zile za kutumia maagano ambayo Mungu alimpa Musa kule Sinai.
lakini kuna maagano ambayo yanadumu na kuna maagano ambayo yana muda, yanapita. Sasa je, agano hili lilidumu ama lilipita? Twende tukaangalia kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania kitatupa mwongozo. Waebrania 7, Waebrania 7 sura ya 22. Tasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Basi kwa habari hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Kwa hiyo kulikuwa na agano alilopewa Musa la awali, lakini kwa awamu ya pili tunaona kuna agano alilopewa Yesu alilokuja nalo. Anasema kwa kadri Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tuangalie huyu Waebrania 8 sura ya 5. Anaendelea kusema, anasema watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni. Naomba tuwe pamoja. Wamtumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Kwa hiyo Musa vile vitu alivyovileta vilikuwa ni mfano wa agano litakalokuja bora zaidi. Na ndiyo maana Petro aliposhushiwa vile vitu alitia shaka kula, lakini akaambiwa usitie shaka. Kwa nini? Kwa sababu aliona nguruwe ndani yake na njaa ilikuwa ikimuuma. Anaendelea kusema, lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, ambayo huduma hii ndiyo hiyo tumeisoma huku nyuma kwamba Yesu amekuja nayo. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Kwa maana lile la kwanza lingalikuwa halina mapungufu, nafasi isingalitafuta kwa lile la pili. Maana awalaumu asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Kwa hiyo tunaona katika mambo ya Walawi lile lilikuwa linazungumzwa kama agano la kale. Kwa muda huu tunazungumza katika agano jipya, Luka akituambia kwamba ametutafutia mambo kwa usahihi. Kwa hiyo haya mambo yaliyoandikwa katika Injili ni mambo sahihi, kwamba Yesu ni agano lililo bora. Na kama ni yeye lililo bora, tunaona anasema siku zinakuja, na siku ni sasa, maana tushaangalia na tumeona siku zinakuja, asema Bwana. Huyo Mungu anasema, maana Bwana iliyozungumzwa kwa mujibu wa Biblia imesema, ukiona herufi ndogo ni Bwana wa kawaida, lakini ukiona herufi kubwa inamaanisha Mungu. Maana Bwana imegawanyika mara mbili. Kuna Bwana ambaye anatambulika kama bosi na kuna Bwana anayetambulika kama Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona Bwana anayezungumzwa ni Mungu. Maana anasema katika mstari wa 8, maana awalaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Agano jipya la nyumba ya Yuda na nyumba ya Israeli ni sisi. Ni sisi. Maana kaangalie uzao wa Nuhu unapotembea, unakuja mpaka huku tunapokutana na Yuda, unakwenda unatembea mpaka tunakuja tunamkuta Yesu. Kwa hiyo uzao huu wa Israeli ni sisi tuliotengenezewa agano jipya lililo bora zaidi kwetu. Anasema mstari wa 9, halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao, ambalo Musa ndo aliagana nao kwa ajili ya wana wa Israeli nyakati zile, katika siku ile alipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawahudumu katika agano langu,
mimi nami sikuwajali, asema Bwana, maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli. Sisi tuna agano na Mungu jingine. Hili ndilo agano litakaloagana katika nyumba ya nini? Ya Israeli. Baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao, nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Soma kwa makini, utarudia kwa wakati wako, upitie uone haya maandiko namna yanavyoeleza kuhusiana na agano jipya waliopewa wazee wetu zamani na tulilonalo sasa hivi. Anasema mstari wa mwisho wa 13, kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ni kikaribu kutoweka. Kwa hiyo agano la kale lile la baadhi ya mambo mengine au maagano mengine yalishakuwa makuukuu, yakatoweka. Ndiyo maana hata sasa hivi kuhani wetu mkuu Yesu amesimama, kila mtu anaomba moja kwa moja. Si kama zamani unapeleka matatizo kwa kuhani akuombee, apeleke matatizo yako kwa Mungu. Sasa hivi hakuna. Kwa sasa tunachokifanya, unaomba moja kwa moja na Mungu anasikia. Zamani ulikuwa ukiomba, nafikiri ilikuwa kuna utaratibu wao waliowekeana kwamba lazima uende kwa kuhani. Bila kwa kuhani hakuna Mungu kupokea. Lakini utaratibu uliopo sasa ni unaomba wewe mwenyewe na Mungu anasikia. Sasa kwa kuwa tumeona kwamba tumeletewa agano jipya, hili ndilo agano ukisoma mstari wa 10 kwenye 8:10 anasema, maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya nini? Ya Israeli. Sisi ni Israeli wa kiroho. Wa kimwili wapo kule, lakini pia wengine wapo kule ni wa kiroho na kimwili, na sisi ni wa kiroho. Kwa hiyo kwa agano hili Yesu amesema yeye ndiye mwenye hili agano bora zaidi. Sasa je, aliagana nasi kupitia wapi? Tukaangalia kitabu cha Warumi, kitatupa majibu kutokana na hichi ambacho tunakwenda kukisoma. Nitasoma katika jina la Bwana. Neema ya Bwana iendelee kuwa pamoja nanyi na kuendelea kunisikiliza, na katika chaneli yetu utaendelea kusubscribe hapo chini na kulike na kushare kusudi watu wengi wapate, na wewe wakati mwingine utapokea. Lakini tunapokwenda kuendelea hapa, tunataka tuone wakati ule waliambiwa wasile nguruwe katika kitabu cha Walawi, na wala wasimsogelee. Lakini je, katika agano jipya liko kama lilivyokuwa mwanzo au kuna utofauti? Turudi kwenye maandiko. Warumi 14 anasema, tunaanzia sura ya kwanza. Nafikiri hii ni sura nzima, unaweza ukaisoma kuanzia mwanzo 14 mpaka sura ya mwisho ni ya 23. Sasa sisi tutasoma kwa sehemu fulani. Kama tutapata neema ya kumaliza kote sawa, kama hatutapata basi tutasoma kwa sehemu, wakati mwingine tunaweza kuendelea. Yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Kuna wenzetu ambao hawali nguruwe, wale ni wadhaifu wa imani, tuwakaribishe kwetu, lakini tusiwahukumu mawazo yao. Maana wao wanakula, wao hawali, sisi tunakula. Kwa hiyo hatuwezi kuwahukumu, bali tusialaumu pia mawazo yao, tuyapokee mawazo yao, twende nayo. Kama tunahitaji kuwafundisha, tuwafundishe kwa hekima, waelewe kile ambacho Kristo alikuja nacho katika agano jipya. Mungu atusaidie sana. Mtu mmoja anayo imani, mstari wa 2, mtu mmoja anayo imani, anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Sasa mimi ambaye nina imani yangu, nguruwe nitakula,
mwingine atakula. Lakini je, wewe ambaye imani yako ni dhaifu utakula? Huwezi kula kwa sababu imani yako ni dhaifu. Wewe tutakuruhusu sasa uendelee kula zile mboga nyingine ambazo utaziona kwako zinafaa. Utakula maharage, utakula nyama za ng'ombe na vingine, wala sio dhambi. Ukila sio dhambi, usipokula sio dhambi. Aya ya 3 anasema, yeye alaye usimdharau huyo asiyekula, wala asiyekula asimhukumu huyo alaye. Haya ni maneno ya Biblia, wala si maneno yangu. Utasoma mwenyewe katika sura ya 14 yote katika kitabu cha Warumi. Anasema yeye alaye usimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye. Kwa hiyo ninapokula mimi usinihukumu, wala wewe usipokula mimi sikuhukumu, kwa sababu Biblia imesema tusihukumiane. Mwenye kuhukumu ni Mungu. Wewe huwezi kumhukumu mwanadamu mwenzio, maana hujaishika siku ya mwisho wala hujashika pumzi yake. Katika aya ya 4 anasema, wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa maana bwana wa wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa bwana wake mwenyewe yeye husimama na huanguka, naam atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Tusihukumiane wala tusilaumiane, maana Biblia inaniambia wewe ni nani unanihukumu mimi kwa kula? Au mimi ni nani ninayekuhukumu wewe usiyekula? Kwa hiyo kila mmoja ashike sehemu yake, tusihukumiane. Mwenye hukumu ni Mungu tu. Usimhukumu mtumishi wa mwingine, maana sisi wote kwa Bwana wetu Yesu Kristo tunaanguka. Kwa mujibu wa maandiko katika sura ya 4, anaanguka na usimama na usimamishwa kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. 5 anasema mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku moja na siku nyingine. Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku moja tofauti kati ya siku moja na siku nyingine, aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu athibitike katika akili zake mwenyewe. Kwa hiyo kama mtu anaweza kufanya tofauti leo na kesho akafanya vingine, mtu athibitike katika akili zake mwenyewe. Kwa maana tunaufahamu kwamba mtu unamtambua kwamba ana ufahamu kwa mazungumzo yake. Inawezekana akawa ni mtoto, lakini mazungumzo yake akawa unaona kabisa huyu mtu ni mtu mzima, kwa sababu anaongea mambo ya kiutu uzima, anaongea mazungumzo ya kiutu uzima. Lakini endapo atakuwa anaongea vitu vya tofauti, lazima tuweke walakini. Kwa nini anazungumza vitu ambavyo si sawa? Ni mtu mzima anaonekana, lakini mbona anaongea vitu ambavyo si sahihi? Lazima tumwekee walakini. Namba 6, kwa haraka anasema yeye aadhimishaye siku huadhimisha kwa Bwana. Siku huadhimishwa kwa Bwana, naye alaye hula kwa Bwana, kwa maana amshukuru Mungu, tena asiyekula hali kwa Bwana, bali pia humshukuru Mungu. Pointi ya msingi uisikilize. Naomba ndugu mtazamaji, unapotazama hii video, naomba uwe makini sana katika kunifuatilia. Mstari wa 6 anasemaje? Warumi 14:6, yeye aadhimishaye siku huiadhimisha kwa Bwana, na yeye alaye hula kwa Bwana, kwa maana amshukuru Mungu, tena asiyekula hali kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Namba 7 anasema kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie nafsi yake, wala hakuna afai kwa nafsi yake. Nafsi zote ziko mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tusihukumiane kwa sababu mtu fulani anakula ama hali. Mimi ninakula, wewe kama huli, ulikuwa katika agano lile. Tumeletewa agano jipya lililo bora zaidi. Hili agano linatuambia Mungu akasema, nitafanya agano jipya na Israeli. Na Israeli waliofanya agano jipya ni sisi, na tunakwenda kulitekeleza. Kwa hiyo nilapo usinihukumu, maana
mimi sikuletei madhara, ila kama nitakuwa na kukwaza ndipo tatizo. Lakini kama nakula kwa mimi binafsi haina madhara, wala kwa Mungu sipati dhambi, wala wewe usipokula hutapata dhambi. Katika sura ya 8 aya ya 8 anasema, kwa maana tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Sasa kama tukiishi twaishi kwa Bwana, tukifa twafa kwa Bwana, tu mali ya Bwana. Hivyo tusihukumiane kwa sababu ya nini? Ya mambo ya kula. Hili somo ni refu ndugu zangu. Nafikiri tutakapopata nafasi wakati mwingine tutakuja kuliendeleza pale tulipoishia, tuone kwamba je, haya maelezo yana ujazo kiasi gani wa kutushibisha sisi kuona kwamba tunaweza kula ama tusile. Lakini kwa hapa tumeona kwamba hatupaswi kuhukumiana, maana kila anayekula hula kwa Bwana na pia mshukuru, na asiye kula pia anamshukuru Mungu. Kwa hiyo hatuna muda wa kulaumiana. Mimi kwa majina naitwa Pastor Ali, napatikana Dar es Salaam. Namba yangu ya simu ni 0652936638, 0652936638. Karibuni kwa kupata maombi na maombezi. Utanipigia kwa namba hiyo kwa ajili ya kupata maombi na ushauri wa namna mbalimbali. Lakini pia kama utahitaji kwenda kusoma chuo, labda unahitaji kuwa mchungaji, nafasi pia utapata. Wewe wasiliana na mimi, nitakupa mwongozo, nitakupa maelekezo nini cha kufanya. Utakwenda kusoma bure na maelekezo yote nitakupa mimi na kila kitu, na utakwenda utasoma na utarudi, na tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kumwinia Kristo. Maana kitabu cha Luka 1:16 kimesema, kwa maana sionei haya Injili. Kwa hiyo ni muda wa kutangaza Injili na kuto kuionea haya Injili. Mungu atubariki kwa haya machache. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iendelee kuwa pamoja nasi, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.